Uhaligani mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha tena katika kutazama dakika kadhaa ambazo ziko hapa. Tunaweza kujadili mambo kadha wa kadha, lakini yatakayo kukusaidia wewe. Siku ya leo tunazungumza mada inayosema kwamba sifa za dereva bora ni zipi. Pengine wewe ni dereva lakini hujui sifa zako ni zipi, au wewe sio dereva lakini pia hapo baadaye unaweza ukaja ukamiliki chombo cha usafiri, chombo cha moto, ili ujue sifa ambazo unatakiwa kuwa nazo ni zipi. Tuko hapa katika kusukuma gurudumu hili. Kipindi hewani ni Life Theater, maisha na upasuaji. Tunapasua kila kitu katika sehemu mbalimbali. Siku ya leo ni siku ya Jumatano, tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025. Tunaelekea mbioni kabisa kufika katikati ya mwaka, lakini tujiulize kuanzia Januari mpaka mwezi wa 3 umefanya nini? Au katika yale malengo yako ya mwaka tayari unaona kuna njia au bado huoni mwelekeo? Mimi ni Esther Maamko, lakini pia nipo na Tobias Kisima. Sawa, tunasukuma gurudumu hili kwa dakika kadhaa. Pia tupo na mgeni ambaye atakwenda kuzungumza yeye ni nani, anafanya nini, lakini pia atakwenda kupasua mada ya siku hii ya leo kwa undani zaidi. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Koplo Yohana Mboa, natokea dawati la elimu mkoa wa Kilimanjaro. Sisi kama dawati la elimu, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba jamii inayotuzunguka inakuwa na uelewa juu ya masuala mazima ya usalama barabarani. Ndio. Tunapozungumzia usalama barabarani ni usalama wako wewe mwenyewe. Wewe mtembea kwa miguu, muendesha chombo cha moto, msukuma mkokoteni, muendesha baiskeli. Ndio. Yoyote yule, hata mnyama pia anatakiwa kujaliwa pale anapokuwa anatumia barabara. Kuna maeneo mengine anatumia punda, kukokota mkokoteni. Sasa na yeye pia ana haki zake za msingi. Kwa hiyo anapotumia barabara na yeye muda ule anatakiwa kutumia upande upi wa barabara. Kwa hiyo anayo haki pia kisheria ya kutumia barabara, kwa sababu barabara ni yetu sote. Ya kwangu mimi naweza kutumia, wewe, yule na vyombo vingine vya moto. Kwa hiyo tunapozungumzia uelewa ama usalama barabarani, basi ni jukumu la kila mtu kuhakikisha kwamba anatimiza vipi wajibu wake anapokuwa barabarani. Ndio. Naam. Sawa, mada ya siku leo nasema sifa za dereva bora ni zipi. Kwanza tuelewe sifa ni nini, au dereva anatakiwa awe na sifa akiwa amefanya nini. Asante sana. Kwa utangulizi nitangulize kitu kidogo, alafu tuingie kwenye sifa za dereva bora. Ndio. Udereva wa kujihami nizungumzie kidogo dereva wa kujihami. Alafu tutaingia kwenye sifa bora za dereva. Udereva wa kujihami ni ule udereva ambao unaendesha chombo chako kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, tunaita STK. Kwa maana ya sheria, kanuni na taratibu. Hizi ukizizingatia wewe unakuwa unafuata sheria zile zote za usalama barabarani pamoja na michoro yake inayoelekeza. Watu wengine wanaweza wakawa wanajiuliza, huu mstari mweupe uliochorwa katikati ya barabara nini maana yake? Huu umetenganisha upande wa kwanza na upande wa pili. Kumbe ule mstari una maana yake. Ukiwa mstari mnyoofu hakuruhusu wewe kuovertake. Ukiwa mstari ambao umeacha nukta kwa maana ya doti, ina maana unakuruhusu wewe kuovertake. Wengine wanashindwa kufahamu hilo, wanaendesha tu chombo ili mradi wanaenda mbele. Kwa hiyo tunawasisitiza waendelee kwenda vyuo vya udereva kwa maana ya kupata elimu sahihi ya kuendesha vyombo vya moto wanapokuwa barabarani. Hata wakati wa kutembea pia inaweza kukusaidia wewe. Udereva wa kujihami ni ule ambao unazingatia misingi na kanuni zote za usalama barabarani. Kwa maana sasa kama naendesha chombo changu, nisiendeshe nikiwa nimelewa, nisiendeshe mwendo kasi, nisiendeshe kwa kuovertake ama kwa kuyapita magari mengine pasipo kuchukua tahadhari dhidi ya watumiaji wengine wa barabara. Ndio. Kwa hiyo tunapozungumzia dhana nzima ya udereva wa kujihami, lazima tuzingatie hivyo vitu. Okay. Sifa za dereva bora ama dereva bora ni yupi? Ndio. Tunapozungumzia ili sasa mimi niwe dereva bora, ili wewe Tobias, ili wewe Esther uwe dereva bora, ni lazima uzingatie nini? Ni lazima uzingatie hii kanuni iliyosema STK, kwa maana ya sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Ukifuata hizi sheria za usalama barabarani, ukaepuka kuendesha chombo cha moto ukiwa mlevi, ukaepuka kuendesha chombo cha moto kwa mwendo kasi,
ukaepuka kuyapita magari mengine pasipo kuchukua tahadhari, kwa maana wrong overtaking, ukafuata hizi taratibu zote, wewe utakuwa dereva bora. Dereva bora ni yule ambaye anajali watumiaji wengine wa barabara, kwa maana kunakuwa na vivuko, lazima ataheshimu hichi kivuko cha watembea kwa miguu. Kuna alama ya wanyama wanavuka maeneo yale, lazima obey, lazima atatii zile sheria za usalama barabarani. Ni yule ambaye anachukua tahadhari dhidi ya watumiaji wengine wa barabara. Hawezi kumuona muendesha baisikeli basi akaona kwamba hana sifa, hana vigezo vya kuwa barabarani wakati ule. Hii si sahihi. Wewe dereva bora lazima ufuate hivi vitu vyote nilivyovitaja. Hapo utakuwa tayari wewe una vigezo vya kuanza kuitwa dereva bora. Sifa yake ni ipi? Sifa mojawapo, lazima awe na leseni. Leseni ya udereva ndio inayokutambua wewe kuwa ni dereva halali na ni dereva bora. Wewe kama huna leseni, wewe si dereva bora. Huna leseni lakini unasema kwamba mimi nafahamu kuendesha gari kuliko hata yule ambaye hana leseni. Sasa hiyo sio sifa. Huo ni uwezo tu binafsi ambao uko nao wewe. Lakini tukija kwenye taratibu, tukija kwenye sheria, kanuni na taratibu zinaelekezaje kwa dereva bora, lazima uwe na leseni. Hiyo ni sifa moja hapo. Sifa ya pili, dereva huyu lazima awe makini barabarani. Umakini wako, ule uwezo wako wewe binafsi, hiyo ni sifa ya pili. Lazima umakini wako wewe wakati unaendesha chombo cha moto. Umbali wako wewe na mtu mwingine unatakiwa uweje? Unatakiwa uwe unaangalia vipi? Uwe una uwezo wa kuona mita ngapi mbele? Side mirror zako zile za upande wa kulia na kushoto na ya katikati ile, kwa maana ya kuangalia nyuma, unazitumiaje? Huo ndo tunasema umakini unapokuwa barabarani. Tunapozungumzia swala jingine, professionalism, ule uwezo binafsi wa kwako wewe kuendesha chombo cha moto, ndio tunakuja kuzungumzia kwenye swala zima la udereva wa kujihami. Uwe na sifa ya dereva wa kujihami. Ina maana kama kuna mvua, wewe umechukua tahadhari ipi dhidi ya mvua inaonyesha na wewe unaendesha chombo cha moto? Pengine umebeba watu 50 na umebeba watu 45, 30, 15, 10. Hao nimezungumzia magari tofauti tofauti ambayo yanakuwa na uwezo wa kubeba abiria. Kwa hiyo wewe kama wewe dereva unakuwa na ule uwezo wako binafsi ukoje? Naam. Kwa hiyo lazima tutambue hilo. Hiyo ni sifa ya tatu. Sifa nyingine tunaweza tukasema kwamba dereva bora ni yule dereva ambaye hawezi akawa anaendesha chombo cha moto akiwa amelewa. Yaani dereva bora lazima awe na hofu kwamba mimi nikinywa pombe, nikiendesha chombo cha moto nikiwa mlevi, naweza nikaleta madhara makubwa kwa watumiaji wengine wa barabara, au nikapelekea uharibifu wa miundombinu ya serikali. Kwa hiyo unaweza usipate ajali wewe ukagonga watu wengine, unaweza ukasababisha uharibifu wa ile miundombinu iliyowekwa na serikali. Unaweza ukaenda kugonga kingo za daraja, ukasababisha uharibifu. Unaweza ukagonga nguzo za umeme, nguzo za internet, ukaharibu kingo zingine zile za barabara, kwa maana ya makarvati yale yanayowekwa. Kwa hiyo tayari utakuwa umeitia hasara serikali. Kwa maana sasa umeshindwa kuwa dereva bora. Dereva bora ni yule lazima aogope kuendesha chombo cha moto akiwa mlevi. Naam. Sifa nyingine ni kuepukana na masuala ya mwendo kasi. Dereva huyu anaendesha chombo cha moto kwa kufuata sheria na kanuni za usalama barabarani kama nilivyoeleza mwanzo. Kwa hiyo ni lazima afuate zile alama, michoro na vitu vingine ambavyo vinamuelekeza barabarani. Kwa hiyo ni lazima aweje? Lazima awe kwenye muundo kama huo. Naam. Sawa, umezungumza kuhusu sifa, lakini nataka kujua tofauti dereva anaendesha gari binafsi na dereva anaendesha magari ya abiria. Asante sana. Dereva huyu pia lazima awe na leseni. Dereva huyu lazima awe makini. Asipokuwa makini anaweza kagonga hata mtembea kwa miguu ambaye anavuka kwenye kivuko chake. Ama kama sio lazima tu kwenye kivuko,
lazima kuwe na alama ile ya kivuko. Hapana, kunaweza ukawa hata hamna ile alama ya kivuko, kwamba anavuka, amemuona. Umakini sasa ndio unasemea kwamba umakini, ule uwezo wake binafsi yeye wa kuendesha chombo chake kati ya chombo kingine na chombo kingine. Uwezo wake ukoje kwa ujumla. Kwa hili ndio tunazungumzia. Tunapozungumzia dereva bora, hatuwezi tukasema kwamba dereva wanaoendesha magari ya abiria au madereva wanaoendesha magari ya mizigo ama madereva wanaoendesha magari binafsi. Ili uendeshe chombo cha moto lazima uitwe dereva. Hata kama wewe ni bosi kiasi gani, ukishashika tu steering kwa ajili ya kuendesha chombo hichi cha moto, ni lazima uitwe dereva. Hiyo sifa nyingine ya pili ni nyongeza katika wakati unaendesha kile chombo cha moto. Naam. Sawa. Na mtazamaji wa Gift Online TV, moja kwa moja tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu katika huduma ya Mlima Moria Ministry inayopatikana maili 6 mkoani Kilimanjaro. Ili uweze kufika hapa basi utapanda gari linalotokea Moshi mjini. Moja kwa moja unaweza kushukia kituo cha mashine, lakini kama dereva basi anafahamu unaweza kumwambia kushushie barabara ya kwa Gideoni. Moja kwa moja utarudi nyuma, alafu utaona bango la huduma ya Mlima Moria. Moja kwa moja ukija na barabara hiyo utakuwa umefika vema kabisa. Lakini kama unatokea barabara ya Arusha au Boma, basi moja kwa moja utashukia pia kituo cha mashine, lakini utavuka barabara. Ukirudi nyuma kidogo utaona bango la huduma ya Mlima Moria Ministry. Moja kwa moja ukija na njia hiyo basi utaweza kufika katika huduma hii moja kwa moja. Sawa. Mtazamaji, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho tunajuzana kwa siku hii ya leo. Tupo na Koplo hapa, anapata kutujuza kabisa vema kabisa sifa za dereva bora. Moja kwa moja kuna magari ambayo huwa yanakuepo yana bango la elo. Yule tunamweka miongoni mwa madereva ambao ni bora au ni miongoni mwa madereva wa kawaida? Asante sana. Gari la namna ile ukiliona basi jua huyu dereva bado yupo kwenye mafunzo. Dereva huyu ni lena na ana leseni ya lena. Ndio. Bado hajawa na sifa ya dereva bora. Kwa maana yupo kwenye taratibu zile nilizozisemea. Kwamba dereva ili aitwe dereva ni lazima aende chuo cha udereva. Ndio. Atajifundisha. Atafahamu michoro. Atafahamu sheria za usalama barabarani. Atafahamu kanuni na taratibu zote zinazomwelekeza. Alama zile 88 nilizozizungumzia kipindi kilichopita, anatakiwa kuzifahamu. Azifahamu. Kwa hiyo huyu dereva ambao ukimuona yupo na gari ya namna hiyo, gari imeandikwa lena, basi jua dereva huyu ana leseni ya lena na yupo kwenye mafunzo. Na anapokuwa katika gari kama ile lazima awe na mkufunzi, kwa maana ya mwalimu wa VETA ambao anafahamu sheria na kanuni za udereva. Lazima awe na leseni iliyo hai mwalimu huyu wakati anamfundisha akuendesha chombo cha moto barabarani. Sawa, tunaona miongoni mwa magari mengi hayo yanakuepo wenyewe. Vipi, labda ni uchache wa walimu wanakuwa kwenye vyuo huko au ni utaratibu ambao hupo? Wanakiuka sheria na miongozo inayotolewa kwa vyuo vya ufundi, kwa maana hivi vyuo vya udereva anakuwa anakiuka. Huyu sasa anaona kama amesha qualify, amesha fuzu kuwa dereva. Lakini ukimkagua kitaratibu na sheria na kanuni zinavyoelekeza, anatakiwa kuwa na mwalimu. Kwa sababu anaweza akakutana na jamu, anaweza akaingia kwenye makutano, two-way line traffic, anaweza akashindwa namna ya kufanyaje ya kumudu gari lake, akajikuta anaweza akasababisha ajali. Ndio maana tunasisitiza na sheria zinasisitiza dereva huyu lazima awe na mkufunzi. Sawa. Nimefanya kazi takriban miaka 4, lakini kazi ya udereva nina uzoefu na sheria zote za barabarani nazifahamu. Lakini kigezo ambacho kimojawapo sina ni lesson. Nitaweka miongoni pia mwa madereva ambao ni walio bora, au kwa kuwa sifa hiyo sina nitakuwa sio miongoni mwa madereva ambao ni bora? Sifa mojawapo ya dereva bora ni kuwa na leseni iliyo hai. Ndio. Sio leseni iliyokufa kwamba mimi nimeendesha basi toka enzi za kitabu, leseni zinatoka kitabu, mimi nipo barabarani. Lakini leo hii leseni yangu imeisha kwa sababu mimi ni mbobezi, najua kuendesha vizuri, nimeenda mikoa tofauti tofauti,
mpaka nje ya nchi nimeenda nikiwa naendesha gari nini. Sifa bora ya dereva ni kuwa na leseni iliyo hai. Hicho ni kigezo namba 1. Sawa. Na kuna wale ambao baadhi ya watu au nakuta dereva ni lazima atembee na leseni au pia anaweza kaacha leseni nyumbani lakini tayari ana leseni. Sidhani kama wewe unaenda ATM ukaondoka na namba ya kadi yako. Ukatarajia kabisa mimi naenda benki, nikifika pale ATM nitaingiza hizi namba nitatoa hela. Leseni umepewa kwa mujibu wa sheria na unatakiwa uwe nayo muda wote. Kama huna leseni hiyo kwa wakati huo unaotakiwa uwe nayo barabarani, ukasimamishwa, mfano ukasimamishwa na askari wa usalama barabarani kukagua, jambo la kwanza atakagua leseni yako. Tunachotaka kuconfirm au kufanya uhakiki kwenye leseni yako ni sura yako wewe na leseni yako. Ni vitu viwili vinavyotakiwa kuendana. Madaraja ya leseni unaoitumia, mimi naendesha gari ndogo au naendesha pikipiki au naendesha basi. Je, kwenye leseni yangu kuna daraja ambalo linaniruhusu mimi kuendesha basi? Kwenye leseni yangu mimi kuna daraja linaloniruhusu mimi kuendesha pikipiki? Sio una leseni yako inakutaka wewe uendeshe pikipiki, lakini wewe umengangana na gari kubwa. Umengangana na gari za hizi za private tunasema. Ni kosa kisheria. Hapo tunaamini wewe huna sifa ya kuwa dereva. Huna leseni. Okay, sasa hapo kwani leseni ndio inaendesha gari au ni mtu binafsi? Naam. Ili wewe uendeshe gari, ndio ni lazima upitie mafunzo ya udereva. Na ili upitie mafunzo ya udereva tuamini wewe umepitia mafunzo, ni lazima uwe na leseni. Wewe kujifundisha gari uchochoroni huko ukafahamu ukaanza kuendesha, wewe sio dereva bora ambaye anafuata misingi na kanuni na sheria zinavyoelekeza. Sawa, ndio nimejifunza na nina leseni, lakini nimetoka maybe for the emergency, nimetoka nikasahau leseni. Kwa nini mnakuwa mnawakamata? Ndani ya masaa 72 anatakiwa awasilishe leseni yake kituoni. Kwa hiyo nikikukamata wewe ukiwa unaendesha gari, ukaniambia leseni nimeacha nyumbani, natakiwa nipeleke kile chombo kama kina makosa kwa wakati huo. Mfano hujafunga mkanda, umeendesha mwendo kasi, umesababisha ajali au umeendesha ukiwa umelewa, nitachukua chombo chako kukupeleka kituoni. Ndani ya masaa 72 sheria inavyoelekeza ya usalama barabarani, ndio inakutaka wewe urejeshe hiyo leseni original kituoni. Sawa, gari langu halina kosa lolote, sijalewa, ni mzima kabisa, gari halina shida yote. Shida ni leseni nimeiacha, inakuwaje? Tutaaminije wewe una leseni? Ndio hapo sasa, ili kuhakiki, ili kuprove na kutoa mashaka dhidi ya leseni yako na uhakiki wako wewe, ni lazima uiwasilishe. Na je, ikiwa nayo kwenye simu, labda nimepiga picha, ni sahihi, tunaweza tukakuruhusu kwa sababu tayari umeshaanza kutuonyesha wewe ni tayari leseni unayo. Umeshatuhakikishia kwamba leseni unayo na ipo kwenye picha unayo. Sasa hata tukikwambia uilete, ina maana tunaamini 100% wewe tayari unayo na ipo nyumbani. Okay, sawa. Kwanza ulivyoanza kufanya kazi hii ya usalama barabarani, changamoto ipi ambayo imekuwa ni endelevu na ni kubwa ambayo yani mara nyingi lazima ukutane nayo barabarani? Kwa madereva kusahau leseni nyumbani. Anasema kwamba nimesahau leseni nyumbani, au nilikuwa naendesha gari nyingine nimeiacha kwenye gari nyingine. Ni kitu ambacho si sahihi. Wewe kuacha leseni kwenye chombo kingine. Wewe unaendesha chombo kingine, leseni umeacha kwenye chombo kingine. Sidhani. Ndio maana unaweza kukuta kwamba unaweza kubadilisha suruali nyingi kwa kila siku, unaweza kubadilisha suruali lakini huwezi kusahau kufunga mkanda au zipu ya suruali yako. Huwezi kusahau. Sasa kama vile hauwezi kusahau hilo, ndivyo vile unavyotakiwa kuwa na leseni muda wote unapokuwa katika chombo cha moto. Huwezi kwenda shambani bila jembe. Huwezi kwenda shambani tu na mikono mitupu alafu unatarajia unasema kwamba naenda kufanya kazi. Huwezi. Wao ndivyo hivyo ilivyo. Wewe unatoka nyumbani, hakikisha kwamba una ufunguo wa gari. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba nimesahau leseni nyumbani. Imekuaje ufunguo wa gari umeukumbuka? Okay, sawa. Sasa nini kifanyike ili kuepukana na changamoto hiyo? Ni jamii kuacha dhana potofu. Jamii kuacha dhana potofu kwamba nikibeba leseni yangu inaweza ikapasuka. Ile ni mali ya serikali na ikivunjika unatakiwa kuenda kituo cha polisi kwa ajili ya kupata loss report, uende ukapate nyingine. Kwa hiyo
haina haja wewe kuendelea kuiacha leseni yako nyumbani ukiitunza ukiamini kwamba itavunjika ukiwa nayo barabarani. Kwa sababu wengi wanaamini kwamba kuacha leseni nyumbani ni sahihi. Hapana. Ni kosa kisheria kwa sababu unaweza ukawa unaiacha nyumbani ukasababisha ajali. Ndio. Au karudi nyumbani ukakuta ile leseni kumbe isha expire, muda wake umeshaisha, na wewe unaamini kwamba leseni yangu iko nyumbani na iko hai. Okay. Wewe ukitembea na leseni yako inakufanya wewe kukumbuka zaidi kwamba leseni yangu inaisha tarehe fulani, inaisha mwezi fulani, inaisha mwakani au inaisha baada ya miaka 2. Kwa hiyo hata ukimpa askari barabarani inakusaidia wewe, askari anapokagua leseni yako kukukumbusha wewe pia leseni yako inaisha muda gani. Sawa, upi upande sahihi wa mtembea kwa miguu anapaswa kupita? Upande sahihi wa mtembea kwa miguu ni upande wa kulia. Yeye apishane na magari au anayaona ana kwa ana. Kwamba mimi napishana na wewe, nitakiwa nikuone ana kwa ana. Nisiape magari mgongo. Kwa maana kwamba mimi naenda mjini ama natokea huku maili 6 naenda Moshi mjini, naenda Kibosho Road. Sasa nayapa mgongo magari ambayo yanakuja kutokea Arusha kwenda Moshi. Okay. Hiyo ni hatari. Kwa sababu gani nasema ni hatari? Ndiyo. Kwa sababu magari ambayo yanakuja nyuma yako huyaoni. Huyu dereva amekwepa nini, amekuja kukugonga kwa nyuma, huwezi kujua. Kwa hiyo ukipishana na gari ukiwa unaliona moja kwa moja, mmepeana uso. Hata kama dereva akifanya ujinga wa aina yoyote, ni lazima wewe utakuwa unaona hicho chombo kinachokuja mbele yako na una uwezo mkubwa wa kukikwepa. Tunasisitiza hivyo na sheria inaelekeza hivyo. Tunapokuwa kwenye makundi tunafanya labda mazoezi, unakuta watu wengine wanafanya mazoezi, okay, wako 6, 7, kundi kubwa watu zaidi ya 50 wanafanya mazoezi, lazima watapita upande ule wa kushoto. Kwa maana kwamba magari yanayokuja yatakuwa yanawaona lile kundi zima na watatumia upande mzima ule wa kushoto. Kwa maana wanaokuja watakuwa wanakwepa kutoka upande wa kushoto kwenda upande wa kulia. Na hili kundi lote lazima ziwe na kama ni kundi kubwa lazima liwe na nguo zinazoakisi mwanga kama hii reflective ya kwangu. Na lazima kundi hili liwe na bendera 2. Bendera moja nyuma ambayo ni nyekundu na moja mbele kuashiria kwamba kuna watu wanafanya kitu fulani barabarani. Okay. Na ndio maana mara nyingi huwa tunawasisitiza. Mfano mzuri ni sisi Jeshi la Polisi kushirikiana na idara zingine tunapofanya mazoezi. Siku za weekend, siku za Jumamosi asubuhi, lazima vitu vya namna hii tuvifanye. Okay, sawa. Mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV, bado tunaendelea na kipindi cha Live Theater, maisha na upasuaji. Siku ya leo tumezungumza kuhusiana na sifa za dereva bora pale anapokuwa barabarani. Lakini sio tu barabarani, sifa zake ni zipi? Ili ujue wewe ni dereva bora, sifa zako ni zipi? Endelea kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uendelee kupata taarifa zote ambazo zinafanyika humu ndani kwenye kituo hiki cha Gift Online TV. Lakini pia nikushukuru wewe ambaye tayari umefanya hatua hiyo. Upi ushauri wako kwa madereva ambao hawafuati zile sheria ambazo zipo barabarani? Sheria zimetengenezwa kwa ajili ya kufuatwa. Ndio. Na madereva wote ambao wanaendesha vyombo vya moto wanapaswa kuzifuata hizi sheria za usalama barabarani. Ndio. Usipofuata sheria hizi za usalama barabarani, ndio hiyo unasababisha ajali. Unasababisha uharibifu wa chombo chenyewe cha kwako, unaweza kusababisha uharibifu wa miundombinu. Kwa hiyo kufuata sheria hizi za usalama barabarani inakufanya wewe kuepukana na hivi vitu vyote vitatu nilivyovitaja. Kwa maana ya ajali, uharibifu wa chombo, uharibifu wa miundombinu. Ukifuata misingi na kanuni za usalama barabarani zinavyoelekeza. Kwenye kibao cha 50 wewe umeenda 50. Atakuja kutokea tu dereva ambaye si bora, dereva yule mzembe kuja kukusababishia wewe ajali. Lakini kwa 99% tunaamini ukifuata sheria hizi za usalama barabarani basi muda wote utakuwa salama. Okay, sawa. Kwa takribani kwa muda ambao umeweza kufanya kazi, ipi ambapo wingi ni upi? Dereva ambao wana sifa bora ndo wapo barabarani au dereva ambao hawana zile sifa ambazo umezitaja hapa ndo wapo barabarani? Kizazi cha dunia ya 3. Ndio. Kizazi cha dunia ya 3 kwa maana sayari yetu hii ya 3. Na maana tunaamini kila kukicha anazaliwa binadamu. Yeah. Kila kukicha. Na kila kukicha anakufa binadamu. Kwa hiyo tunaamini elimu hii haiwezi kutosheleza kwa kusema kwamba leo nimetoa elimu basi nimejiridhisha kwa 100% zote. Okay. Kesho anazaliwa dereva mwingine. Kwa hiyo akizaliwa dereva mwingine anahitaji tena pia kupewa elimu kama ile iliyotoka jana au zaidi ya ile elimu ya jana.
Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa elimu zaidi ya ile ya jana tuliotoa. Kwa hiyo kama leo tumetoa elimu kiasi hichi kupitia mitandao ya kijamii, kupitia Gift Online TV, tunahakikisha kesho tutatoa zaidi ya leo tulivyotoa Gift Online TV. Ndio. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kizazi kinachozaliwa leo kipate elimu zaidi ya yule wa jana. Ili kuepukana na masuala mazima ya ajali za barabarani. Jamii inayotuzunguka iwe na uelewa juu ya masuala mazima ya usalama barabarani. Okay, sawa. Upo ushauri wako kwa madereva wote na watu watembea kwa miguu? Watembea kwa miguu ni kufuata sheria zote za usalama barabarani. Usivuke tu kila sehemu tu unatamani kuvuka. Kuna kivuko, nenda sehemu ya kivuko. Jamii inayotuzunguka imekuwa na tabia ya kuvuka barabara kila sehemu. Kila sehemu yeye tu anapoona anataka avuke pale pale. Yaani hataki kuangalia maeneo haya nilipo hapa mimi nataka kuvuka barabara. Ni sehemu gani kunaweza ukawa na kivuko cha watembea kwa miguu karibu nivukie pale. Kwa hiyo hata kwenye makutano ya barabara unakuta mtu bado anatamani kuvuka pale pale kwenye makutano ya barabara. Kitu ambacho ni hatari zaidi kwake. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unapata ajali, ulemavu au kifo kwa uzembe wako wewe mwenyewe wa kuvuka sehemu ambayo si sahihi. Tunawasisitiza watembea kwa miguu kutumia vivuko kwa ajili yao kuvuka barabara. Na ukiwa unavuka barabara jihakikishie kulia kwangu na kushoto kwangu. Kulia kwangu tena kuko salama? Ndio. Tunarudia kulia kwangu mara mbili kwa sababu hatari inakuwa ipo karibu zaidi kulia kwako. Kuliko upande wa kushoto. Kwa hiyo unapovuka, unapoangalia kulia, angalia tena kushoto. Rudi tena upande wako wa kulia. Kwa maana hatari itakuwa ipo karibu. Kama ipo karibu, subiri ipite, afu na wewe ufanyaje? Upite barabarani. Kwa nini upande wa kulia ndo uwe na shida sana kuliko upande wa kushoto? Tunaamini hatari ipo karibu zaidi yako ni upande wa kulia. Kwa maana hata kama navuka barabara, kulia kwangu ndo nitakuwa nimesimama pembezoni mwa barabara. Kulia kwangu ndiko yatakokuwa yanatokea magari. Na kushoto kwangu ni mbele zaidi ndiko yatakokuwa yanatokea magari. Kwa hiyo ukianza kulia kwako ndo hatari ipo karibu. Kushoto kwako unao uwezo wa kuiona wakati inakuja zaidi ya kulia kwako. Ndio maana tunasisitiza kulia kwako urudie mara mbili kujidhihirisha. Sawa, tumefika tamati mpenzi mtazamaji wa Gift Online TV. Tukushukuru wewe kwa kuendelea kufika mahali hapa, kuendelea kuzidi kutoa elimu kwa baadhi ya watu ambao pengine wanauelewa lakini hawanaelewa ambao wewe unaweza kutupa kila siku. Mpenzi mtazamaji, tumefika tamati. Endelea kufuatilia Gift Online TV. Kipindi hiki kilikuwa ni live theater na hapa ndipo tulipofika mwisho kwa siku hii ya leo.